Mwinjilisti Patrick Ilomo kwa ajili ya kupata huduma ya kiroho kwa wale ambao wako na maswali, kwa wale ambao wanahitaji ufafanuzi wa jambo lolote, ushauri. Basi mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo, Mungu anaendelea kumtumia vyema kabisa. Namba yake ya simu ni 0762 64 96 52. Narejea tena 0762 64 96 52. Kwa hiyo utapiga simu pamoja na kutuma message kwa mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo ambaye niko naye jioni ya leo. Basi moja kwa moja nimkaribishe tuweze kuungana naye jioni ya leo. Mtumishi wa Mungu, Mungu anatupa kibali tena jioni ya leo. Tunakutana hapa kwa ajili ya kueneza injili njema kabisa. Karibu sana. Asante sana. Mungu akubariki sana ndugu Jeremia, pamoja na wote. Mungu awabariki sana kwa ajili ya kazi njema ambayo Mungu anazidi kusema nanyi na kuongoza, hasa katika nyakati hizi kwa ajili ya kuifikisha kweli kwa ulimwengu. Mungu akubariki pia wewe msikilizaji mpopote unatusikia. Mungu ana haja na wewe kuzungumza tena jioni ya leo kama ilivyokuwa kusudi lake na mapenzi yake. Hataki hata mtu mmoja aweze kupotea. Nasi ametualika nyakati hizi tuweze kumtumikia na tuweze kufanya kazi yake kama alivyotuagiza, ili wote ambao wamewakusudia waweze kusikia hii habari njema na hatimaye waweze kuokolewa au kuifikiria toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami kabla ya mambo yote, hebu nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mfalme, ninalibariki na kuliinua jina lako. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya jioni njema. Asante Bwana kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao Mungu umewaandaa waweze kusikia ujumbe huu hasa jioni ya leo, ili Bwana wakaweze kukujua wewe na kukufahamu kwa ukaribu zaidi. Hatimaye siku moja waweze kuifikiria toba, ili waweze kuokolewa. Hatimaye waweze kufika kwenye kiti chako cha enzi, wakafurahi pamoja nao. Ninawaweka mikononi mwako wasikilizaji wote, ukazibue masikio ya ndani, waweze kusikia ujumbe kutoka kwako, na ndio unaweza kuwahuisha mioyo yao, na hatimaye kuweza kukugeukia na kukuabudu wewe peke yako. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu tusaidie yote ambayo umekusudia kuweza kuelewa nayo jioni ya leo, ukaeleweshe sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji, na yote ambayo unasikiliza ujumbe huu na kuutazama, Mungu akakusaidia hasa katika nyakati hizi kuweza kuelewa na kufanya kitu kwa ubora zaidi kama maandiko yanavyosema. Lakini bila kupoteza wakati, leo tuzungumzie jambo moja ambalo linazungumza habari ya ibada na mafanikio. Ibada na mafanikio. Narudia tena, popote unatusikia ndugu msikilizaji, leo tuzungumzie habari ya ibada na mafanikio. Okay, watu wengi sana wamezoea kusema ibada, ibada, ibada. Niko ibadani, watu wengi wanasema tunafanya ibada. Lakini ni ibada gani ambayo Mungu anazungumza hasa nyakati hizi uweze kufahamu kwa ukaribu? Ibada ni kitu gani? Ibada ni kitu gani? Chukua pointi. Ibada ni utii wa jambo lolote ambalo umelisikia halafu kalipeleka kwenye matendo. Hilo linaitwa ibada. Nielewe vizuri. Ibada ni kitu gani? Ibada ni utii wa jambo lolote ambalo umelisikia halafu kalipeleka kwenye matendo. Lile jambo linaitwa ibada. Sasa mtu jinsi alivyoumbwa, ameumbwa mwenyewe katika ibada. Mtu yeyote alivyoumbwa duniani, akawekwa duniani, ameumbwa kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yeyote aliyeumbwa akawekwa duniani, amewekwa kwa ajili ya ibada. Okay, anaweza kufanya ibada za aina mbili, na ziko ibada za aina mbili tu. Lazima unipate vizuri. Ziko ibada za aina mbili duniani. Nikiwa namaanisha uko utii au uko utekelezaji wa mambo mawili tu duniani. Lakini haya mambo mawili yanategemea mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo mawili ili yaweze kutekelezeka au ibada hizi ziweze kutekelezeka duniani, zinategemea mtu. Mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Iko ibada ya kweli ya kumwabudu Mungu wa mbinguni.
halafu iko ibada ya uongo ya kumwabudu shetani. Zote hizi zinatambulika kama ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Zote hizi zinatambulika kama ibada. Okay. Unapokubali neno la Kristo na kulipeleka kwenye utendaji na kulisikiliza na ukalifanya kwa usahihi neno la Mungu, huyu mtu anaambiwa kuwa anamwabudu Mungu au anafanya ibada mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, popote unanisikia, huyu mtu anapofika kulitii neno la Kristo kwa usahihi, akatenda kwa usahihi, akasikia kwa usahihi, anapolipeleka lile jambo kwenye utendaji, huyu mtu kwa lugha nyingine anafanya ibada mbele za Mungu. Vile vile upande wa pili au upande wa giza au upande wa shetani, unapolichukua neno la shetani ambalo umesikizishwa ukalipeleka kwenye matendo, lile jambo unapolipeleka kwenye utendaji linaitwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, popote unanisikia, lile jambo unapolipeleka kwenye utendaji, ikiwa umelisikia kwa shetani, kile kitendo cha kutekeleza lile jambo, kulipeleka kwenye matendo, kinaitwa ibada. Na upande wa pili katika Kristo, unapolisikia neno la Kristo kwa usahihi, ukalipeleka kwenye utendaji, kile kitendo cha kutenda ndo kinaitwa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, sitaki nizungumze upande wa pili, upande wa giza. Ninazungumza upande wa nuru, ambako ndo inafanyika ibada ya kweli ya kuweza kutembea kwenye usahihi, na ndo ibada bora ya mtu kufanya milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize popote. Tunasoma kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 28. Angalia maandiko yanasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Kuna kituo. Tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Okay, Biblia kama inasema kuna ufalme usioweza kutetemeshwa, manake uko ufalme unaoweza kutetemeshwa. Tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Ufalme gani usioweza kutetemeshwa? Ni ufalme wa mbinguni. Ndio usioweza kutetemeshwa. Ufalme unaoweza kutetemeshwa ni ufalme wa giza au ufalme wa shetani. Huo unatetemeshwa. Unatetemeshwa kwa ufalme gani? Unatetemeshwa kwa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, Biblia inasema tuwe na neema. Neema ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na neema. Ziko neema za aina mbili duniani. Daka point. Iko neema ya uwezesho, halafu iko neema ya haki pasipo mastahili. Sasa neema inayozungumzwa hapa ni neema ya uwezesho. Neema ya uwezesho upi? Wa kuweza kufanya ibada isiyoweza kutetemeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kufanya ibada isiyoweza kutetemeshwa. Hii neema inakuwezesha kuweza kufahamu, kuweza kutenda kwa usahihi agizo au neno la Kristo kwa usahihi. Hii ndio inaweza kukusafirisha uweze kufanya ibada iliyo bora zaidi. Nisikilize pointi maandiko yanavyozungumza. Na tuwe na neema kwa Mungu. Anasema na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Hiyo neema inatusaidia tufanye nini? Tuweze kumtolea Mungu ibada ya kupendeza. Tafsiri yake, kama mtu atakosa kuwa mali ya Mungu, hawezi kufanya ibada ya kupendeza, atafanya ibada iliyo mbovu. Nisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, popote unanisikiliza, neema inakusaidia. Neema ya Mungu inatusaidia kufanya ibada ya kumpendeza Mungu kwa usahihi. Anasema pamoja na unyenyekevu na kicho. Neema ya Mungu ndo inafanya, au neema ya uwezesho ndo inafanya kazi hiyo kwa usahihi, kuweza kutusafirisha kufanya ibada ya kupendeza, ibada inayostahili mbele za Mungu, ibada ambayo Mungu anatakiwa kujivunia, ibada ambayo hata mbingu zinapotazama zinaona huyu mtu yuko ndani yetu.
au yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize sana ndugu msikilizaji, popote unanisikia. Nimezungumza wazi sana. Neema inakusafirisha. Neema ya Mungu inakuwezesha kufanya ibada. Ibada ipi? Ibada ya kumpendeza Mungu. Nisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji, popote unanisikiliza. Ibada ya kumpendeza inaongozwa na nuru. Ibada ya kumpendeza Mungu inaongozwa na nuru. Nuru ipi? Rudi kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 6. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi: taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Ana maana gani? Taa ya mwili wako au mwanga wa mwili wako uweze kuufahamu mwili wako ukoje na mazingira yako yakoje, lazima uwe na macho yanayoona vizuri. Mwili wako ili uweze kuufahamu vizuri hapo ulipo unaponisikiliza, ili uweze kujua kiungo chako hiki kimekaaje, hiki kimekaaje, lazima uwe na macho yaliyo sahihi, macho ambayo yanaona vizuri, ndio unaweza kuufahamu mwili wako vizuri. Ndio maana maandiko yanasema taa ya mwili ni jicho. Tunaendelea. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa nuru. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa nuru. Kwa nini Biblia inasema utakuwa nuru? Manake unakuwa wazi kwenye ufahamu wako. Unafahamu kiungo chako kimekaaje, hiki kikoje, hiki kina supply vipi, hiki kinatenda namna gani, hiki kimekaaje, kidole hiki kirefu au kifupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wako wote unakuwa mwanga, unakuwa una ufahamu. Mwili wako wote unakuwa wazi kwako, unakuwa na uelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa nuru. Nisikilize. Tunasogea mstari wa 23. Je, anazungumza kwa habari ya mwili au anazungumza kwa habari ya kitu gani? Tusogee taratibu. Angalia maandiko yanapozungumza mstari wa 23. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa giza. Jicho lako likiwa bovu, mwili wako uko giza. Mwili wako wote uko giza. Na unaelewa vizuri. Kama macho yako hayaoni, huwezi kuufahamu mwili wako. Mwili wako unakuwa giza, unakuwa ujui chochote. Ukitaka kujaribu hilo, jaribu kufumba macho yako yote, halafu angalia mbele yako, utaona nini? Kama hutaona giza kwenye maisha yako, hutaona giza kwenye mwili wako. Ndio maana Biblia inazungumza jicho lako likiwa bovu, mwili wako uko giza. Anasema hivi, basi anazungumza kwa habari ya mwili au anazungumza kwa habari ya kitu gani? Angalia maandiko mstari B anasema, basi ile nuru iliyomo ndani yako, ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, sio giza hilo. Kumbe maandiko amezungumza kutujulisha habari ya mwili. Anachokizungumza anasema ni nuru iliyoko ndani. Nuru iliyoko ndani. Kumbe anachozungumza ni ufahamu ulioko ndani ya mtu. Biblia inasema basi ile nuru iliyomo ndani, ile nuru iliyomo ndani, ule ufahamu wako ulioko ndani yako ukiwa giza, usipoelewa mambo ya mbinguni, usipoelewa habari ya ibada ya kweli, anasema haiwezi kuwa giza. Anakuuliza swali, haiwezi kuwa giza? Na unaelewa ni sehemu ngapi umedanganywa, na unaelewa ni mazingira mangapi umepotezwa. Unaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji, popote unanisikia. Anasema ile nuru iliyoko ndani yako ikiwa giza, sio giza hilo. Anazungumza na ufahamu. Ufahamu wako kama haujui habari ya ibada ya kweli, uwe na uhakika unafanya ibada giza, ibada ya shetani, ibada ambayo uko kinyume. Huwezi kufanya ibada ya kupendeza. Uwe na uhakika na mafanikio utakayoyapata si mafanikio sahihi, ni mafanikio giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaelewa mafanikio giza ni yapi? Mafanikio giza ni maangamizo. Mafanikio giza ni mateso.
Mafanikio giza ni kutokufanikiwa, lakini mafanikio nuru ni mafanikio. Sikiliza, sogea mara moja kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza. Kitabu cha Yohana wa kwanza, barua ya kwanza ya Yohana, sura ile barua ya kwanza, barua ya pili ya Yohana. Angalia maandiko yanazungumza, anasema hivi, mstari wa kwanza, barua ya pili ya Yohana, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Angalia maandiko yanasema, mzee kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli, na watoto wake ni wapendao katika kweli. Anazungumza na watoto ni wapendao katika kweli, manake ndani ya neno. Hawa watoto wanapendwa wakiwa ndani ya neno, manake wanafanya ibada iliyo bora. Nisikilize, anasema hivi, watoto wake ni wapendao katika kweli, wala si mimi peke yangu, bali na wote waijuao ile kweli. Na wote waijuao ile kweli, hao ndo wanaopendwa na Mungu. Kwa nini? Hao ndo wanaofanya ibada ya kupendeza, ibada inayostahili, ibada iliyo bora, ibada yenye mafanikio. Angalia mstari wa pili, anasema kwa ajili ya hiyo kweli ikayo ndani yetu, nayo itakuwa pamoja nasi hata milele. Kweli itakuwa pamoja nasi hata milele. Kwa nini anazungumza kweli itakuwa pamoja nasi hata milele? Ana maana ndiyo inayotusafirisha kuifikia ibada iliyo sahihi, ndiyo inayotusafirisha kupokea mafanikio ambayo mbingu zimesaini kuweze kuwa nayo. Sogea barua ya tatu, mstari wa pili. Angalia maandiko yanavyosema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Sikiliza, na kuwa na afya yako, afya ya maisha, afya ya mafanikio yoyote ambayo unayotarajia, mazingira yote yaliyokuzunguka. Biblia inasema na kuwa na afya, maanake chochote kinakuwa na afya. Mwili wako unakuwa na afya, maisha yanakuwa na afya, kila kilichokuzunguka kinakuwa baraka na afya ya kutosha. Lakini jambo la msingi anasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ifanikiwavyo kufanya nini? Kufanya ibada iliyo bora. Roho yako ifanikiwavyo. Ana maana gani? Ana maana habari ya ufahamu wako ulivyofanikiwa kufanya ibada iliyo bora, ndo ambao utaweza kusafirisha kupokea chochote ambacho mbingu inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa nini anasema roho yako ifanikiwavyo? Rudi mara moja kwenye kitabu cha Yohana. Rudi mara moja kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4. Kwa nini anazungumza habari ya roho yako? Angalia maandiko yanasema. Kitabu cha Yohana sura ya 4. Angalia Biblia inasema mstari kuanzia wa kitabu cha Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 21. Biblia inasema hivi, nisikilize. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu au kule Yerusalemu. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu au kule wapi? Yerusalemu. Tafsiri yake kama anazungumza hivi, maana yake ni nini? Hawa watu walikuwa wanajua Mungu anapatikana Yerusalemu. Wengine wanasema Mungu anapatikana kwenye mlima ule ambao yule mama alifanya ibada kwenye mazingira ya maisha yake yote. Sasa tafsiri yake hakuwezi kuwa na mafanikio. Anasema saa inakuja. Angalia mstari wa 22. Nanyi mnaabudu msichokijua. Wakati mnafanya ibada Yerusalemu na mnafanya ibada kwenye milima au kwenye mlima huu, mnaabudu msichokijua au mnafanya ibada kwa kitu msichokijua. Nisikilize, tega masikio, tutembee vizuri. Angalia nyakati hizi wanakwambia wengine yako mafuta ya upako, wengine wanakwambia yako mafuta ya kutoka Yerusalemu, wengine wanakwambia maji yako kutoka sehemu fulani, wengine wanakwambia iko hivi, wengine wako wanakwambia vitambaa, wengine je, unakuta unafanya ibada iliyo sahihi, ibada ya kumpendeza Mungu? Biblia inasema mnaabudu msichokijua. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, sisi tunaabudu tukijuacho. Maanake mtu yeyote anayetembea kwenye kweli ya Kristo anaabudu anachokijua. Kwa nini? Hawezi kupotea, hawezi kutembea kwenye maangamizo, hawezi kuingia kwenye shida, hawezi kuingia kwenye hali ya sitofahamu. Anafanya ibada iliyo sahihi. Tutembee mara moja. Angalia Biblia inasema, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Mstari wa 23, lakini saa inakuja. Sikiliza, Yesu anaangalia, lakini anasema lakini saa inakuja. Anasema nayo saa sasa ipo. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi, waabuduo kwa usahihi, lile neno halisi, waabuduo kwa usahihi, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Waabuduo kwa usahihi watafanya ibada katika ufahamu wa kweli. Lile neno roho na kweli, manake ufahamu wa kweli. Watafanya ibada katika ufahamu wa kweli. Watafanya ibada katika ufahamu wa kweli. Anasema waabuduo halisi, waabuduo kwa usahihi. Sikiliza, waabuduo kwa usahihi watafanya ibada katika ufahamu wa kweli. Nisikilize, ndio maana maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha barua ya 3 Yohana, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo. Inafanikiwa kufanya nini? Inafanikiwa kupata au ufahamu sahihi wa kweli sahihi, ndio unaoweza kuwasaidia waweze kufanya ibada iliyo bora, ibada ya kumpendeza, kama kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 28 Biblia inavyosema, waweze kufanya ibada iliyo sahihi. Nisikilize, anasema hivi mstari wa 24, Mungu ni roho. Mungu ni roho. Anasema hivi, sikiliza, Mungu ni roho. Daka point. Angalia mstari wa 23 Biblia hapo juu kidogo. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Ukifuatilia vizuri lile neno roho na kweli ni spelling ndogo au herufi ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari wa 24 anasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Anasema nao waabuduo. Mungu ni roho. Nao waabuduo, anasema nao waabuduo yeye, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, kituo. Nao wamwabuduo yeye, imewapasa. Biblia inapozungumza imewapasa, maana yake imewalazimu. Hii uwe unajua au haujui. Kama unataka kumwabudu Mungu wa mbinguni, hili jambo linakulazimisha. Lakini kama hutaki kumwabudu Mungu wa mbinguni, Biblia inakiri wazi, unachagua ufanye nini? Unachagua uabudu giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ushauri ambao Roho Mtakatifu katuagiza tuseme hasa nyakati hizi, anataka Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye, nao wafanya ibada iliyo sahihi. Imewalazimu kuwa na ufahamu wa kweli, imewalazimu kuwa na ufahamu sahihi, ili waweze kufanya usahihi wa ibada yao mbele za Mungu, ili wapokee mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili waweze kupokea mafanikio, Biblia inawadai kufanya kwa usahihi ibada iliyo sahihi. Kwa nini? Unapoitii kweli kwa usahihi, au unapolitii neno la Kristo kwa usahihi, ndio unasababisha mafanikio yako ya kusogelee. Ndio maana Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Cha kwanza, kama roho yako ilivyofanikiwa, au kama ufahamu wako ulivyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Ili uweze kusababisha mafanikio yaweze kuja kwenye maisha yako, mazingira yabadilike kwenye ufahamu wako, kwenye maisha yako, chochote kiweze kuwa kwenye maisha yako. Tatizo liko kwenye ufahamu. Tunafanya ibada mbele za Mungu kwa ufahamu. Ufahamu sahihi ndio utakaoweza kutusafirisha. Ufahamu sahihi ndio utakaoweza kutupandisha. Ufahamu sahihi ndio utakaoweza kusababisha tupokee kila kitu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu sahihi ndio utakao kutusafiri, utakaoweza kututoa. Ufahamu sahihi ndio utakaoweza kuziepuka ibada zilizogiza. Angalia kwenye kitabu cha Efeso. Angalia kwenye kitabu cha Efeso. Kitabu cha Efeso sura ya 4. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari ule wa 12. Maandiko yanasema hivi. Kwa kusudi hili, anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mstari wa 13, hata na sisi tutakapofikia umoja wa imani. Hata na sisi tutakapofikia umoja wa imani. Imani ipi? Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Ndio maana nikakwambia kinachotakiwa ni ufahamu. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Ufahamu ndio unaoweza kutusababisha tuweze kuwa watu wakamilifu. Watu wakamilifu wapi? Wa kuweza kupokea vyote ambavyo Yesu ameagiza viweze kuwa mali yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo katika maisha, ili uweze kutembea kwenye mafanikio yaliyo bora, Biblia inanidai kuwa na ufahamu ule wa Kristo. Kama Kristo alivyo, niweze kuwa na ufahamu huo. Ninapoweza kuwa na ufahamu huo, na kuwa mtu mkamilifu. Mtu mkamilifu upi? Wa kuweza kufanya ibada iliyo bora ya kumpendeza Mungu kwenye maisha. Inapoweza kufanya ibada iliyo bora kwenye maisha, Biblia inasema mafanikio yanakuja. Anasema tutakuwa na sababu. Anasema na baraka zitatujilia. Zitatujilia kwa nini? Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1. Anasema na baraka hizi zitakujilia. Zitakujilia baada ya hatua gani? Baada ya kuhakikisha umefanya ibada iliyo bora mbele za Mungu. Unapofanya ibada iliyo bora mbele za Mungu, ndio inaweza kutusababisha tuweze kupokea vyote ambavyo Mungu amekusudia tuweze kuvipokea. Baada ya haya maneno machache ambayo Roho Mtakatifu amesema nawe jioni ya leo, amezungumza kwa upana, akakujenga katika mazingira yote. Ninaamini ya kuwa kuna eneo umevuka, kuna eneo umepanda, kuna eneo unasogea. Endelea kutufuatilia. Ninaamini ya kuwa tutafika kufanya ibada iliyo bora, na hayo maisha ambayo yanakutesa miaka mingi, hayo maisha ambayo yamekusumbua miaka mingi ya kutosha, yanaweza kuwa salama zaidi katika ibada iliyo bora. Ondokana na mfumo ambao unakwambia watu nafanya ibada, lakini angalia sana kufanya ibada iliyo sahihi mbele za Mungu, ili uweze kuwa salama kwenye maisha yako. Uondokane na manunguniko, uondokane na mateso, uondokane na magonjwa, uondokane na chochote ambacho kimekuwa kikukusumbua, upate suluhu la maisha yako ya ndoa. Baada ya kusema haya machache, ninaomba niweze kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu Mfalme, nalibariki na kuliinua jina lako kwa ajili ya ratiba nzima ambayo Bwana umesema na watu wako jioni ya leo. Nami ninaamini utakwenda kuwaimarisha zaidi katika tafakari ambayo iko sahihi, na utawapandisha hatimaye kufika kuweza kupokea vyote ambavyo Mungu umekusudia tuweze kuvipokea, hasa nyakati hizi ambazo Bwana umekusudia tuweze kukuabudu wewe katika kweli. Nasi Bwana, tusijalie ufahamu sahihi, hata huyu ambaye amesikia, mjalie ufahamu sahihi ili tutembee kwenye kitu kilicho sahihi, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina sana mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo kwa somo zuri jioni ya leo. Naamini kwako msikilizaji umebarikiwa vizuri. Basi nikukumbushe nambari ya simu ya kuendelea kuwasiliana moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Patrick Ilomo, huyu mwinjilisti ambaye ametupa somo jioni ya leo kutokea kanisa la True Gospel Embassy Church Makambako. Namba ni 0762 6496 52, 0762 6496 52. Piga simu, tuma message, mtumishi wa Mungu atakwenda kukusikiliza. Basi mtumishi wa Mungu, kwa kuhitimisha, tukumbushe ratiba ya ibada. Ratiba za ibada zetu ni siku ya Jumatano saa 10 kamili maombi na maombezi, na siku ya Ijumaa ni habari ya neno la Mungu saa 10 kamili. Halafu siku ya Jumapili ni saa 4 kamili asubuhi. Ibada inaanza pale. Tunakukaribisha sana. Karibu sana, uungane tuweze kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Asante.
Amina sana. Basi para majaliwa tutaendelea kusikilizana siku ya Jumanne kuanzia majira ya saa 3:30 mpaka pale majira ya saa 4 kamili usiku. Bye bye na usiku mwema.